ushiriki wa SMEs ni very critical katika kufikia malengo. Na hizo pillars 6 ambazo mmezizungumza, ambazo nyinyi mmejikita zaidi kwenye kuangalia infrastructure kwa maana ya clusters na hubs, lakini kuna maeneo mengi ambayo yanazungumzia kuhusiana na uwezeshwaji wa kifedha, swala zima la tafiti, technology, swala zima la masoko, lakini pia kuangalia sera rafiki kuwezesha hizi jasiriamali ndogo na za kati kukua. Naona hili ni jukwaa la kujenga Tanzania mpya, ni jukwaa la kujenga taswira ambayo inaenda kuonyesha Tanzania tunataka twenda wapi kiuchumi, lakini kuangalia mchango wa ubunifu, uzalishaji wenye tija na ushiriki wa sekta binafsi, jinsi itakavyochangia kikamilifu katika kufikia malengo ya dira ya maendeleo 2020-2050. Ndugu zangu, mchango wa sekta binafsi kwenye kutengeneza ajira, uzalishaji wa bidhaa bora, ujenzi wa uchumi shindani na kazi zenye tija hauwezi kuwa underestimated. Na kwenye hubs na clusters ni maeneo muhimu sana ambayo yanaenda kuchochea uchumi na mapinduzi ya kiuchumi, lakini pia yanaenda kuweka mazingira wezeshi kwa nchi yetu kushindana katika soko sio tu la kikanda, lakini pia Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini nichukue fursa hii kuwapongeza kwa dhati Taasisi ya Uongozi Institute kwa kuandaa jambo kubwa hili ambalo limekutanisha wadau mbalimbali kujadili mambo haya kwa kina, ili mradi tuinue taifa letu, tuinue halmashauri zetu na hatimaye taifa letu lisonge mbele. Sisi kama mkoa wa Morogoro ni wajibu wetu kuweka mazingira rafiki na mazuri kwa wafanyabiashara wote, wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wa kati na wajasiriamali wadogo, ili kuwainua kiuchumi kwa mmoja mmoja na hatimaye kuongeza pato katika mkoa wetu wa Morogoro. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili limekuja wakati mwafaka sana. Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imeweka wazi kwamba sekta binafsi, hususani biashara ndogo na zile za kati SMEs, ndio injini ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Hivyo ikiwa tunataka kuona SMEs zinakuwa, zinaongeza ajira, zinazalisha bidhaa zenye ushindani na kuchangia pato la taifa, ni lazima tujiulize swali moja muhimu: tutazijengaje biashara hizi ili zikue kwa kasi, ziwe bunifu na ziwe shindani? Kituo cha Hub 71 kilikuwa kimepokea zaidi ya kampuni changa 190 ambazo kwa pamoja zilikuwa zimekusanya dirham bilioni 5.4 katika mitaji. Kampuni hizo zilikuwa zimezalisha ajira zaidi ya 1100, mapato yenye thamani ya dirham bilioni 3.5 na kusaini mikataba 118 ya kibiashara yenye thamani ya dirham milioni 600 katika kipindi cha miaka miwili.